Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunaadhimisha Jumapili ya Matawi ya mwaka C, mwaka wa kanisa, katika kipindi cha Kwaresma 2025. Masomo yetu, somo linalotuongoza kwa maandamano, linatoka kwa mwinjili Luka sura ya 19 aya ya 28 hadi ya 40. Somo la kwanza la misa takatifu linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 50 aya ya 4 hadi ya 7. Somo la pili la misa takatifu linatoka katika waraka mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 aya ya 6 hadi ya 11. Na injili ya misa takatifu inatoka kwa mwinjili Luka sura ya 22 aya ya 14 hadi ya 23 na aya ya 56. Kwa kifupi sana, somo linalotuongoza katika maandamano linaongea habari za Yesu anavyoingia Yerusalemu kwa shangwe baada ya kuagiza wanafunzi wake wamletee mwanapunda, naye wakampamba vizuri kisha wakampandisha Yesu. Walichukua matawi ya mizeituni wakaanza kumshangilia, wakimpeleka Yerusalemu ili akawe mfalme huko, na hivi wakawa wamemtambua kama mfalme juu yao. Lakini somo la kwanza la misa takatifu linaongea habari za nabii wa Mungu, mtumishi wa Mungu, ambaye anasema Mwenyezi Mungu amempa sikio la kusikilia neno lake, kisha akampa hekima ya kulichambua neno hilo na kuwafundisha watu wa Mungu kwa unyenyekevu na upole wote. Aidha, somo la pili la misa takatifu linatuambia jinsi Yesu alivyokuwa mpole, mnyenyekevu na mtii hadi kifo, tena kifo cha mauti. Na kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu akamkweza juu kabisa, akampa jina lipitalo kila jina, ili kwa heshima ya jina hilo viumbe vyote vya mbinguni na duniani vipige magoti chini yake. Lakini injili takatifu ya misa takatifu inasimulia juu ya mateso ya Yesu mwanzo mwisho. Wapendwa ndugu zangu, baada ya utangulizi huo mfupi, hebu tuangalie sasa maana ya siku hii tunayoiadhimisha leo. Tunajiuliza maswali machache ambayo tunapoyajibu tunajua hasa maana halisi ya siku hii ya leo. Swali la kwanza, kwa nini Yesu Kristo akijua ya kwamba kule kuandamana kwa shangwe na mbwembwe zote kungemsababishia matatizo makubwa, bado alikaza uso wake kuelekea huko Yerusalemu, akakubali kuandamana kwa shangwe zote hizo wakati anajua na yaweka maisha yake hatarini? Kwa nini alifanya hivyo? Kuna majibu mawili. Jibu la kwanza ni kwamba yeye hakuangalia nini kitakachompata. Yeye alichokuwa akiangalia ni mapenzi ya Mungu Baba yake. Na mapenzi ya Mungu Baba yake ilikuwa ni kwamba mwanadamu ni lazima akombolewe, na njia ambayo Mungu Baba ameichagua ni njia ya mateso, kifo na ufufuko, ili jinsi hiyo apate kumkomboa mwanadamu. Na aliyetumwa na Baba ili kufanya kazi hiyo ni Kristo Yesu. Kwa hiyo Kristo Yesu hakuangalia mateso, hakuangalia mbwembwe. Alichokuwa amekiangalia ni lengo la kuja kwake ulimwenguni, yaani kutukomboa sisi, hakikishe linatimia bila kujali anapitia nini. Sasa anatufunza nini kwa hayo yote? Kwa hili anatufunza kwamba mapenzi ya Mungu Baba yetu bado yapo, bado Baba anatutaka sisi tufanye hili na hile kama mapenzi yake. Sasa hayo mapenzi ya Baba ni lazima yatimizwe bila kujali tunapitia nini, bila woga, bila kutishwa, bila kitu chochote kile. Ni lazima mapenzi ya Baba yatimizwe. Nasi mapenzi ya Baba tunajua kwa njia mbalimbali ambazo ametuwekea. Kwa mfano, ametuwekea amri zake. Kwa amri za Mungu tunajua Mungu anapenda nini, Mungu hapendi nini. Kwa hiyo ni lazima tuzishike amri za Mungu kwa udi na uvumba bila kujali tunapitia nini. Jambo la pili, tunafahamu mapenzi ya Baba kwa njia ya neno lake, neno ambalo tunalo maandiko matakatifu. Ni lazima tujisomee kila siku maandiko matakatifu na kuyatafakari, na jinsi hiyo Mungu anatujuza mapenzi yake. Si hilo tu, tunasala. Tunaposali tunaunganika na Mungu, na Mungu kwa njia ya sala anamtuma Roho wake Mtakatifu ili atujuze mapenzi yake, na hivi tunaweza kuyafanya mapenzi yake kama tunamsikiliza Roho wa Mungu kwa njia hiyo ya sala.
Zipo njia nyingi mbalimbali tunazozifahamu zinazotuonesha mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi tujitahidi tuziangalie zote hizo, maana mapenzi ya Mungu ni lazima yafanyike bila kujali tuko katika hali gani, ni lazima yatimizwe. Ndicho Kristo Yesu anachotufundisha kwa kwenda Yerusalemu, huku akijua hiyo ni hatari kwa maisha yake. Lakini namna nyingine ya kujibu swali hili au sababu nyingine ya kumpeleka Yesu Yerusalemu ni kwamba Yesu ni mfalme na alikuja ili awe mfalme, ili apate kutawala. Ilipaswa atangazwe kama mfalme hapa duniani, ilimpasa atangazwe. Lakini angetangazwa na nani? Maana Wayahudi, wakuu wa Wayahudi, makuhani, Mafarisayo, Masadukayo wamemkataa. Nani angemtangaza? Mungu ana njia mbalimbali za kuhakikisha mapenzi yake yanatimizwa. Mungu akaamua kutumia kile kinachoitwa popular acclamation, kwa maneno mengine nguvu ya umma. Mungu alitumia nguvu ya umma. Walatini wana neno linasema vox populi vox Dei, maana yake sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo Mungu alimtangaza mwanae mpendwa kuwa mtawala katika ulimwengu huu kupitia watu hawa ambao aliwasukumia roho wake, wakampokea mwanae na wakamtangaza kwa nguvu hiyo ya umma. Kumbe kwa sababu hiyo kuna mambo mawili ambayo nguvu ya umma hii inayomtangaza Kristo kuwa mfalme inatuambia. Jambo la kwanza ni kwamba Yesu Kristo ni mtawala hapa duniani. Ni mtawala kwa sababu amemshinda yule mtawala aliyekuwepo, yule mwovu Shetani ambaye alikuwa na utawala ulimwengu, amemshinda. Kumbe kwa kumshinda, kwa kushinda dhambi, kwa kushinda mauti, kwa kumgaragaza yule mwovu Shetani, Kristo Yesu ametawala. Hivi ndiye mfalme wetu. Sisi hatupaswi tena kutawaliwa na kuongozwa na yule mwovu, bali Kristo Yesu, maana huyo ndiye mfalme wetu. Basi tunapaswa kumsikiliza. Lakini jambo la pili ni kwamba huyu aliye mfalme si mfalme wa ulimwengu tu, ni mfalme wa mbinguni pia. Ni mfalme wa mbingu na dunia. Na kwa kuwa mfalme juu yetu, maana yake anataka atuongoze, atupeleke katika ikulu ya ufalme wake mbinguni ambako anatawalia milele. Kumbe kwa sababu hiyo, siku hii ya matawi ina mambo makuu machache ambayo inataka kutuambia. Kati ya mambo hayo ni kwamba sisi tuko chini ya Kristo Yesu kama mfalme wetu, kama kiongozi wetu, kama mlinzi wetu, naye anataka aongozane nasi kwenda katika ikulu ya ufalme wake mbinguni. Basi na tuangalie mambo mengine kadhaa ambayo siku ya matawi hii inataka kutuambia. Kwa matawi haya tunamaanisha nini? Wayahudi walitumia matawi kwanza kumshangilia mfalme anapotawazwa. Kwa hiyo sisi leo tunaposhika matawi haya na kumshangilia Kristo Yesu kama Wayahudi walivyomshangilia na kumtawaza kule Yerusalemu kama mfalme wao, sisi pia tunamkiri Yesu kuwa mfalme juu yetu, tunamtangaza kuwa mfalme juu yetu na tunamkubali kuwa kiongozi juu yetu. Kwa hiyo kwa matawi haya tunaonesha kwamba Kristo Yesu ni mfalme juu yetu. Lakini pia Wayahudi walitumia matawi kushangilia ushindi baada ya ushindi fulani, hasa ushindi katika vita. Kwa hiyo sisi tunaposhika matawi haya tunakumbuka kwamba Kristo Yesu ambaye ni mfalme wetu ni mshindi dhidi ya dhambi, dhidi ya Shetani, ni mshindi dhidi ya mauti. Kwa hiyo tunamshangilia mfalme mshindi, lakini wakati huo huo tukijitangaza sisi wenyewe kwamba ni washindi katika Kristo Yesu. Kumbe sisi ni washindi katika Kristo Yesu. Tunaposhika matawi hayo na kushangilia, tunajitangaza kama washindi katika Kristo Yesu. Maana kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake sisi tunamshinda yule mwovu Shetani, tunashinda dhambi, tunashinda mauti pia. Kumbe basi wapendwa ndugu zangu, Kristo Yesu ambaye ni mshindi huyo dhidi ya dhambi na mauti, dhidi ya Shetani, kwa matawi haya tunamtangaza ni mfalme juu yetu. Lakini sisi wenyewe ni washindi katika Kristo Yesu. Lakini ili tuwe kweli washindi katika Kristo Yesu, lazima tuambatane naye daima na popote. Katika madhaifu, katika magonjwa, katika sherehe, katika nguvu, lazima tuwe naye, tukubali kuongozwa naye. Hapo kweli tutakuwa washindi.
lakini pia huyu ni kiongozi wetu. Kwa hiyo anakuwa kiongozi wetu, anatutoa mahali hapa kutupeleka katika nchi ya ahadi ambako ni mbinguni. Kwa hiyo kama ni hivyo, ni lazima tumtii kwa kila kitu, kama jinsi yeye alivyomtii Baba kwa kila kitu hadi kifo cha msalaba. Vivyo nasi ni lazima tumtii Kristo Yesu kwa kila kitu, ili atupitishe katika taabu na mahangaiko na mapito yote ya ulimwengu huu kwa ushindi wake, na sisi tutakuwa washindi pamoja naye. Kumbe mwisho nasema ya kwamba leo tunaposherehekea, si swala la kusherehekea na kushangilia tu. Ni lazima tutambue pia kwamba tunaposherehekea tunamsindikiza Kristo Yesu akatawale. Si kwamba katawale tu, tukatawale pamoja naye. Yerusalemu, yani katika maisha yetu ya kila siku, Yerusalemu yetu sisi ni mioyo yetu, akatawale ndani ya mioyo yetu. Yerusalemu yetu sisi ni familia zetu, akatawale ndani ya familia zetu. Yerusalemu yetu sisi ni jumuiya zetu, akatawale kwenye jumuiya zetu, kwenye vigango na parokia zetu, akatawale kanisa letu. Naam, akatawale makazini kwetu, akautawale ulimwengu. Lakini pia tunamsindikiza huyo mfalme mteswa ili aende ateswe ili apate kutawala. Kumbe kama ni hivyo, si kwamba anateswa peke yake, sisi tunapaswa kuteswa pamoja naye. Na kuteswa pamoja naye ni kukubali kushiriki maisha yake, kuacha mengine mengi ambayo tulikuwa tunayapenda. Hii ni pamoja, anapoteswa anakufa pia. Ni lazima tukubali kuteswa na kufa, yani kufisha yale tunayoyapenda ndani mwetu lakini hayampendezi Mungu, na pengine anatupeleka kutenda dhambi na kuonesha kwamba sisi hatumpendi Kristo. Kumbe hayo ni lazima tuyafishe, yasiwepo katika maisha yetu, ili tuweze kutawala pamoja na Kristo. Na mwisho, ndugu zangu, tunampeleka Kristo Yesu ili akatawale pale Yerusalemu, na kutoka hapo atuongoze kuelekea Yerusalemu kuu, Yerusalemu ya mbinguni. Kumbe kwa sababu hiyo ni lazima na sisi kila siku katika maisha yetu tuhakikishe tunayaishi kwa namna ambayo Kristo Yesu anatawala, ili apate kutuongoza. Tujitakatifuze, tujitakase katika sherehe zetu, katika mahangaiko yetu, katika kila kitu tuhakikishe Kristo anatawala, na namna hiyo tunaambatana naye kuelekea mbinguni. Neno moja la mwisho, ukimkataa Kristo hapa duniani, usipokubali kutangazwa na kuongozwa naye, huwezi kutawala naye katika ufalme wake mbinguni. Kwa hiyo kama unataka kwenda mbinguni na kuishi na huyu mfalme wa ulimwengu na mbingu, basi imekupasa kuandamana naye tokea hapa. Maana ukiwa chini yake hapa, ndipo anapokunyanyua, anapokuongoza na kupeleka katika ikulu ya ufalme wake mbinguni, ili ukatawale naye milele yote. Heri ya sherehe hii ya matawi. Tumsifu Yesu Kristo.